Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasa huyu ndio mtu unasema tumpee kingpin wetu Wajaluo. So sasa huyu mtu ndio unasema tumfuate, ambao ana profile Wajaluo. Anasema goons. Yeye ndiye anajua kutangaza magoons. Kwa nini Bungoma hakutangaza hizo magoons? Kakamega hakutangaza hizo magoons. Vihiga hakutangaza hizo magoons. Busia kuna kutangaza hizo magoons. Hani akitaka kukuja Kisumu ndio magoons anatangaza. Sasa huyu ndio kingpin ambao ana profile community yake, ambao ana profile jamii yake. Kama ukweli kuna goon imepangwa, kama ukweli kuna meeting ilifanywa, kama ukweli kuna simu imepigwa, kama ukweli kuna watu wamelipwa, je, the right channel kama leader ni kufanya nini? Kuprofile community au ni kuchukua action ya polisi? Ameriport, hako na OB, hako na barua yote kutoka kwa commander police in Homa Bay, kutoka police inspector police kutoka Homa Bay, kutoka sekta yake ya polisi ako nayo? Ana pale anakuja kucomment, anakuja kuripoti hizi vitu ni kwa radio, kwa TV, kwa TikTok, kwa YouTube, yani in shortcut anakuja kuripoti hivi kwa social media. Hapo ndio polisi iko, hapo ndio anatafuta nini? Hapo ndio anatafuta sheria, hapo ndio anatafuta sympathy, hapo ndio anatafuta love, hapo ndio anatafuta popular, hapo ndio anatafuta kingpin ya Kijaluo, hapo ndio anatafuta Wajaluo kwa wazuri. So ukikuja kuprofile jamii ambao unataka kuwa kingpin yao hivi itakusaidia aje? Sasa ukikuja kuprofile committee ambao jamii unataka kuwa kingpin yao ni hivi, sikia bila sana profile Wajaluo. Hapo ndio amekuja kuripoti Wajaluo. Hapa si kwa polisi, hapo ni kwa radio on YouTube. Amekuja kuripoti Wajaluo. Sikiza bila anaongea, ndio ni mcorrect one by one. Sahii tunapangiwa goons pale Homa Bay. Tunaenda on Sunday. Jana usiku governor wa Homa Bay pamoja na governor wa Migori pamoja na MCA anaitwa Ogindo pamoja na Peter Kaluma MP wa Homa Bay wamefanya mkutano mpaka saa 7 usiku. Good. Hawa watu wa radio pia, mtu kama huyu unamuuliza swali sawa, umetutajia hawa watu wote walikuwa na meeting mpaka saa 6 usiku. Walikuwa na governor, walikuwa na governor wa Migori, governor wa Homa Bay, MP Kaluma, umewataja. Mashallah, uko na jina yao, uko na evidence. Watu wa radio si gidigidi wewe pia na kucheka ni nani pia kucheka hapo. So ungemuuliza, bro, mheshimiwa, msomi, lawyer, kingpin, governor, party leader, je, hizi vitu umeripoti kwa polisi? Hizi vitu uko na OB? Hizi vitu uko na evidence? Je, kama uko na evidence umechukua channel gani? Au kukuja kwa Gidi hapa kuongea ndio haki unatafuta? Au kuenda kwa YouTube nyingine uongee, hiyo ndio haki unatafuta? Au kuenda kwa radio nyingine uongee hivi, haki ndio unatafuta? Au uende kwa TV uongee hivi, hiyo ndio haki unatafuta? Au uende kwa TikTok uongee hivi, ndio haki unatafuta? Au mulipe mabloggers wakuja waseme bila umesema hivi, ndio haki unatafuta? Je, kama kingpin, je, kama unapenda Wajaluo ambao una profile Wajaluo goons, umereport? Tumsikize kingpin wa Wajaluo ndio anaongea. Na hiyo mkutano wanasema ya kwamba goons wakuje wa attack watu wetu. Wacha nikuulize Gidi, tukienda Homa Bay tunaenda kuongelesha watu wa Homa Bay ambayo governor ni governor wa kila mtu, si ni kweli? Kaluma ni MP wa Homa Bay Town, ni MP wa kila mtu, wale ambao walimchagua na wale ambao hawakuwachagua. Kama wewe ni leader pale, sisi hatuendi kubeba Homa Bay kwa mgongo wetu, tunarudi nayo Nairobi. Tunaongelesha watu wa Homa Bay, tunawacha Homa Bay hapo, tukirudi huko. Ruto alipokuwa kikampeni 2022 alikuwa na campaign against Raila Amolo Odinga. Ruto alienda Homa Bay, hakufukuzwa, alienda kaomba kura yake akatoka. Na kama ile haya, so umesikia bila anasema hao wote ni leaders wa huko, ni leader kwa wale walichagua na wale hawakuchagua, right? Anasema hao wanaenda campaign tu, wanarudi au baby Homa Bay kwa mgongo, right? Anasema Ruto alienda huko hakupangiwa wagun, right? Wewe unasema nyinyi unaenda unapangiwa magunzi. Je, bro, nani wapangia wagunzi? Kwa sababu hii report ni wewe peke yako ndio uko nayo. Hii report ni wewe peke yako ndio uko nayo.
Sijasikia mtu yote, leader yote natoka ODM, leader yote natoka Homa Bay wa one term anasema kitu kama hii. Ni wewe tu ndio uko nayo. Ni wewe tu ndio uko nayo. Lengo yako ni nani? Kingpin wa Jaluo, lengo yako ni nini? Hivi ndio Kingpin wanaongea kuprofit watu wake? Hivi ndio Kingpin anaongea? Acha tusikie Kingpin. Wakati ndio Wajaluo walikuwa nataka presidency na hawakuwahi fukuza Ruto. Saa hizi hakuna Mjaluo anataka kuwa president kwa 2027. Mbona wewe kama gavana wa Homa Bay, mbona unaweka gunzu waue tu watu wako ambao ni voters wako tena wa Homa Bay? Na nakwambia kwa hao gunzu wamepanga na venye walikuwa naongea, Homa Bay kunaenda kuwa na bloodshed. Mimi nakwambia. So unatuambia sasa hakuna Mjaluo anatafuta president, ndio? Na hakuna Ruto wakati hiyo au kupigwa, ndio? Bila unasema. Mimi nakuuliza swali. Ukweli kitu unasema ni kitu mzuri sana. Watu wanaenda kumwaga damu huko. Ukweli kama kuna gunzi, kwa sababu gunzi ya huko na gunzi yenu wanaenda kupigana, ni wananchi innocent. Na kuuliza swali tu simple. Hii kitu evidence iko wapi? Ni evidence ile imerekodi huko. Tutajua aje huyo mtu jamaa anaongea ni one of the officer ambao wamepanga hizo vitu? Ya pili, je, uko na OB? Mimi kitu nasinzia hapa, hata si kuongea. Kwa nini hujaenda kuripoti kwa hizi polisi? Kitu kingine inaniudhi, kwa nini una profile Wajaluo? Nyinyi watu wa Linda Uhuru, Linda Tumbo, Linda Sifuna, ukikuja Nyanza una profile Wajaluo gunzi. Lakini ukienda eneo zingine hakuna kuprofile hizo jamii. Kwa nini? Alafu unajiita Kingpin. Ongea Kingpin. Sahi, mimi nataka serikali, Inspector General Police, maafisa wa usalama wahakikisha ya kwamba kuna safety ya kila mwananchi Homa Bay County, kwa sababu hao watu wamepanga kukuja kuleta bloodbath na watu walikuwa nalipwa. Kesho tena wako na mikutano Homa Bay Town, wakitoka wanaingia stadium. Friday tena wako na mikutano, Saturday tena wako na mkutano. Penye nafaa to land pale Kabunde Airstrip pia wanasema watakuwa na mkutano hapo kwa Airstrip. So mimi nakuuliza swali. Wewe unaongea vizuri sana, uko na report sana, umefanya uchunguzi zako sana, wewe ni DCI mzuri sana, wewe ni lawyer mzuri sana, wewe ni party leader mzuri sana, wewe ni Kingpin mzuri sana, wewe ni mwanachama ya Lindo Uhuru mzuri sana, wewe ni kiongozi mzuri sana, wewe ni MP mzuri sana. Hizi vitu vile umeeleza hivi zote bro, na evidence uko nao mkubwa hivi bro, si upeleke hata jeshi akusaidie. Kama unaona polisi ya huko akusaidie, pelekea jeshi. Je, kama unaona jeshi akusaidie, si upeleke DCI. Je, kama unaona DCI akusaidie, si uende uongee na watu wa huko. Kukuja kuprofile community hivi na uko na evidence ya kutosha. Mimi hata watu wa radio hawa wanaulizanga watu wao wanalala. Mimi ningekuuliza kwanza, bro, hizi vitu zote umetuambia, je, umeripoti kwa polisi? Atasema ndio. Tupe proof, tujue umeripoti. Wapi OB? Endelea Kingpin. Sasa ikiwa bwana Babu Owino, ikiwa nielezee kwanza my brother, mimi chenye inanishangaza ni ya kwamba kila mtu ana demokrasia yake. Kuna wale ambao wanapiga 2 term, kuna wale ambao wanapiga 1 term. Uliona Sifuna alienda Kakamega. Pale Kakamega kuna Oparanya ambaye ni waziri, ambaye amepewa waziri katika serikali ya Ruto. Au kuona fujo. Sifuna tukaenda Bungoma. Pale Bungoma kulikuwa na speaker ya National Assembly 4th in command na Governor Lusaka, au kuona shida. Tulienda pale Vihiga, au kuona shida. Pale Vihiga kuna prime cabinet secretary ambaye ni Musalia Mudavadi. Kama hao ndio wamebenefit more kutoka kwa hii serikali na bado attack mtoto wao, mbona sisi tukirudi nyumbani lazima tupigwe? Kwa hivyo nyinyi kama Linda Mwananchi ni mikakati gani? Mimi nakuuliza swali. Hao huko wao ulisikia walisema kuna guns? Hawakusema wako kuchochea. Nyinyi unachochea kuna guns. Wewe hiyo proof iko wapi wa kuna guns? Bila umeeleza vizuri sana. Bungoma hukutakiwa, Vihiga hukutakiwa, Busia hukutakiwa, Trans Nzoia hukutakiwa, Kakamega hukutakiwa, na wote wako na leaders ambao wako kwa serikali. Good. Mimi nauliza swali. Hao walisema magunzi umepangiwa huko. Waliongea juu ya gunzi, hawakusema juu ya gunzi. Wewe kwa nini ukikuja Nyanza unaongea watu wa gunzi? Na wewe ndio unadress hizi vitu.
Swali yangu mimi ni hapo. Ni mtaeka ili kumitigate kusikue na vurugu ama kusikue na fujo. Sisi tunaweka hii kwa mikono ya afisa ya mapolisi. Kazi yao ni mambo ya usalama. Wanajua Gidi pia wewe unajua kuuliza swali. Huyu mtu angemuuliza swali. Je, umeripoti hizi vitu? Je, evidence hizi zimepelekea DCI? Je, hii umeenda kisheria gani? Wewe kazi yako ni kuzunguka kwa radio, kuzunguka kwa TV, kuzunguka kwa social media, kudiscuss, kutakaza hizi kitu. Gidi wewe pia unajua kuuliza swali. Kingpin, hebu endelea. Nzuri ya kwamba gavana wa Homa Bay pamoja na gavana wa Migori pamoja na MP wa Homa Bay Kaluma wanapanga fujo na wameweka watu wanataka waue watu wao wenyewe. Shida tu ni ya kwamba kitu ya kushangaza Gidi, watu wenye wanaenda kuua pale Homa Bay ni watu wa Homa Bay, ni voters wa Homa Bay, ni voters ambao walivotia governor, ambao walivotia huyo MP, ndio wanataka waue pale. Lakini sisi tutaenda. Kwa hivyo hii tunataka tuone. Hii habari utakuwa na ripoti kwa polisi Sisi wacha nikwambie kitu imejulikana kule kote. Mimi hakuna haja ni report kwa polisi, na polisi wako na way ya kupata intelligence yao na wanajua hizi mambo zote. Mbona ni report? Mimi kazi yangu ni kwenda Homa Bay kuongelesha watu. Nao sasa hapo nilikwambia huyu jamani mjinga. Si unasikia? Gidi imeeleza swali kwa nataka. Hizi vitu utakuwa na report kwa polisi? Hapana, mimi si report kwa polisi. Hiyo si kazi yangu. Mimi kazi yangu ni kwenda Homa Bay ni kupiga sasa yangu. Kama kazi yako kwenda Homa Bay ni kupiga sasa yako, kwa nini sasa una profile community mzima unasema umepangiwa magunzi na utaki kuripoti? Sasa hii ni propaganda. Hii ndio tunasema ni propaganda. So huyo ndio kingpin wetu ambao iko na propaganda. Raila hajawahi profile Wajaluo. Hata wakati akina Raila pia walichapwa. Sio ni Migori, sio ni Homa Bay. Wakati nani ndio alikuwa governor, huyo alimeshikwa juzi Obado. Raila ku profile Wajaluo ni magunzi. Huyu ndio sasa kingpin tumepata ana profile Wajaluo ni gunzi. Huyu ndio sasa party leader tumepata ana profile Wajaluo ni gunzi. Huyo ndio elder sasa Wajaluo tunapata na profile Wajaluo ni gunzi. Huyu ndio sasa governor Wajaluo tumepata ana profile Wajaluo ni gunzi. Alafu akimwambia hapa ni Gidi report, anasema hiyo si kazi yangu, siwezi report. Mimi kazi yangu ni kwenda Homa Bay. Na kwa nini unatembea kwa YouTube au unatembea kwa TikTok au unatembea kwa social media kutangaza tu gunzi? Homa Bay gunzi, damu naenda kumwagia gunzi. Kwa nini unataka kuripoti? Kwa nini na unataka kuripoti? So nikwambia huyu jamaa, huyu ndo analeta uchochozi, huyu ndo analeta fujo, si kitu kingine. Kingpin naongea magunzi. Watu by the way our leaders, nataka ni wa challenge wakuje kwa hiyo rally, wapige tutam yao, sisi tupige one time yetu, sio ndio rally tamu. Nilikuwa nafikiria tu hivi watu mbele na wabaki nyuma. Babu, as a responsible leader nilikuwa nafikiria kwa sababu kuna information kuhusu hiyo mkutano. Umetuambia kulikuwa na mkutano. Ungeenda tu report useme niko na information watu wamekutana na umewataja na sisi kesho tunaenda mkutano na hiyo ndio habari. Alafu unasonga mbele. Nimeshaongelesha. Good. Hiyo ndio kitu akifanya the first time. Hata akikuja kwa social media anakuja na proof. Nimeripoti kwa polisi, ndio hii document. Nimetoka na kwa polisi. Nimepota kwa polisi fulani, polisi yenyewe ndio hii kituo ya polisi fulani na nini nimeripoti. Nimepoti kwa pale hiyo rally itafanyika ni wapi? Polisi area hiyo umeripoti kwake. Homa Bay commander umeripoti. Kila eneo ya polisi hapo umeripoti. Uko na proof unakuja nayo kwa social media. Unasema na tunakusupport. Lakini hujaripoti. Mdomo ndio unapiga paka mama anauza sehemu nyeti. Kingpin ongea. RCIO one Nyanza region. He has the information. Okay. The rest of the information, mimi si kazi yangu ku collect information for the police. Police wa collect information wa to protect kama wataki wa. Kama umesema kuna information, leta proof tujue hakuna hiyo information ambao unasema. Proof iko wapi? Babu wewe proof iko wapi? Umereport. Hiyo ndio sasa kitu tunataka. Tupe proof ndio tujue umereport. Hizo ndio tusemanga nyani haoni matako. Sasa hii ndio kingpin wetu.